Huko nchini Guinea, raia walipiga kura Jumapili katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kumpa ushindi mtawala wa kijeshi Mamadou Doumbouya wa kuongoza kwa mhula wa miaka 7. Doumbouya ni kamanda wa zamani wa vikosi maalum, alikamata madaraka katika mapinduzi ya kijeshi ya 2021 na anagombea kiti cha urais pamoja na wagombea 9 ambao hawana ushawishi. Umoja wa Mataifa umesema kipindi cha kuelekea uchaguzi kilikumbwa na matukio ya vitisho na vikwazo dhidi ya uhuru wa raia. Mwandishi wetu Albon Mwidadi ametuandalia taarifa hii kiundani zaidi. Doumbouya, kamanda wa zamani wa vikosi maalum, anagombea urais akiwa na wagombea wengine 9 wanaotajwa kuwa na ushawishi mdogo. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kipindi cha kuelekea uchaguzi huo kiligubikwa na vitisho, kubanwa kwa uhuru wa raia na mazingira finyu kwa shughuli za kisiasa, hali inayofanana kwa kiwango kikubwa na iliyoshuhudiwa katika nchi nyingine za Afrika Magharibi zilizopitia mapinduzi ya kijeshi zikiwamo Mali, Burkina Faso na Niger. Takribani wapiga kura milioni 7 waliojiandikisha kushiriki uchaguzi huo, huku tume ya uchaguzi ikitangaza kuwa matokeo ya awali yanatarajiwa kuanza kutolewa ndani ya saa 72 baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa. Awali Doumbouya alikuwa ameahidi hadharani kutogombea urais kama sehemu ya mpito wa kurejea katika utawala wa kiraia. Hata hivyo, katiba mpya iliyopitishwa mwezi Septemba iliondoa marufuku kwa viongozi wa kijeshi kugombea nyadhifa za umma, sambamba na kuongeza muhula wa urais kutoka miaka 5 hadi miaka 7, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi kama kubadilisha sheria ili kuhalalisha walioko madarakani. Licha ya Guinea kuwa na rasilimali kubwa za madini, ikiwamo kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa bauxite duniani, zaidi ya nusu wa wananchi wake wanaishi katika umaskini na wanakabiliwa na ukosefu wa uhakika wa chakula. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya siasa za Afrika, hali hii imekuwa ikitumika mara kwa mara katika ukanda wa Afrika Magharibi kuhalalisha mapinduzi kwa madai ya kushindwa kwa tawala za kiraia kushughulikia changamoto za kiuchumi na kijamii. Uchaguzi wa Guinea sasa unaibua swali pana kwa ukanda mzima. Je, sanduku la kura linaendelea kuwa chombo cha wananchi kuchagua viongozi wao au limeanza kutumika kama muhuri wa kuthibitisha utawala wa kijeshi? Albon Mwidadi, AU Swahili.